Safari ya mafanikio huenda ikawa ngumu, maana maisha ni yenye kuwa napanda shuka. Vijana sasa wameweza kukumbatia talanta mbalimbali ili kuweza kujikimu katika maisha. Kwenye makala yetu ya Kazi ni Kazi tunamwangazia kijana ambaye ameweza kutumia ujuzi wake wa kupiga picha ili kujikimu katika mahitaji yake. Katika picha zangu nimeweza kukutana naye kijana mmoja ambaye yupo katika harakati zake za mafanikio. Kwa hivyo tuweze kutagusana naye ili kumjua zaidi kuhusu mafanikio yake. Naam kabisa. Tukianza na majina yako. Hebu tuambie unaitwa nani? Unatokea wapi? Unafanya tasnia gani? My name is Tony Kwangila. I'm a second year student at Kibabi University. I'm pursuing a Bachelor of Journalism and Mass Communication. And my home county is Trans Nzoia. Kuhusu hii tasnia yako ya kupiga picha ilikuwaje? Yaani tupe tu muktasari kidogo wa maisha yako, jinsi ulivyokufanya wewe mpaka kufikia katika hali ya kuwa mpiga picha. Kile ambacho naweza nikasema ni kwamba hii ilikuwa tu mvuto kama passion. Nilianza na nikiwa mdogo sana, nikiwa katika shule ya sekondari. Pale nilikuwa na rafiki zangu ambao walikuwa wapiga picha, wanafanya mambo ya photography, videography. Kwa hivyo nilikuwa natangamana na wao, na kwa huo muda nikadevelop hiyo passion ya kuwa mpiga picha. Kwa hivyo nilianza na kupiga picha na simu. Baada ya pale nikaanza kusave pesa kidogo, nikanunua kamera yangu ya kwanza hii. Inaitwa Fujika ST801. Hii kamera ni manual, ni film camera. So hii ndio nilianza nayo. But baada ya muda mchache nilipata support kwa wazazi wangu na waliweza kuniongezea pesa, nikanunua hii kamera ambayo ni digital DSLR camera. This is a Canon 1300D. Kwa hivyo hii ndio sasa nimekuwa nikitumia kwa sababu hii ni cheap sana kushinda hii. Ona. Hii nikitaka kupiga mtu picha na kumtumia picha saa hizi ni rahisi sana kushinda hii. Na unaweza kutuambia kwa picha moja unachaji kwa shilingi ngapi? Kwa sasa picha ninaichaji katika picha moja naichaji na shilingi 150. Lakini mwanzo nikianza, wakati ambapo nilikuwa bado mdogo, utakuta ya kwamba nilikuwa nauzia hata mtu picha moja shilingi 30 kwa sababu nilikuwa ndio mwanzo kwa safari yangu. Kwa hivyo sasa hivi nimekomaa. Picha zangu hata ukiziangalia ni clean kabisa, ni picha nzuri. So ndio maana bei iko jinsi ile. Na pengine unaweza kumshauri vipi mtazamaji yule mwenye amekuwa na ile hamu ya kutaka kuja kupigwa picha, pengine anaweza kupata katika maeneo gani yako ya kazi? Okay, shauri ambalo naweza nikampa mtazamaji ambaye anaweza taka kuja kupige picha, mimi anaweza kunifollow pia katika mitandao yangu ya kijamii. Facebook napatikana @TonyKwanza, YouTube pia @TonyKwanza, pia TikTok @TonyKwanza. Ukifika pale utakuta picha yangu iko pale, utaniDM kisha nitakupa location hadi mahali ambapo mimi nafanyia kazi. Tunaweza kuuliza ni changamoto gani unazopitia katika kazi yako hii? Changamoto ya kwanza ambayo sana huwa tunapitia ni kwamba unaweza piga mtu picha kisha akose kukulipa kwa madai kwamba picha ambayo umempiga ni mbaya wala si nzuri. Kwa hivyo hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo tunapitia. Changamoto nyingine ni ya kwamba kuna competition sasa iko juu sana. Watu wengi sana wamejiingiza katika hii industry ya photography. Watu wengi sana sasa wanapiga picha. Kwa hivyo pia unakuta inakuwa challenge sana kwa sababu wateja sio wengi, wateja ni wachache kabisa, si kama pale nyuma ambapo ungeweza kuta wapiga picha walikuwa wachache sana. Kwa hivyo kupata marupurupu yako ni rahisi sana kushinda
jinsi ambavyo hali ilivyo sasa. Naam, mpenzi mtazamaji, ningependa nikuache na kauli mbiu ya kuwa kwa sasa hivi wewe kama kijana tumia fursa hii ili kuweza kujiendeleza, sababu wengi sana hutegemea kuwa wapo wasamaria wema. Sawa, uende ukapata msamaria wema akaweza kukuendeleza maishani, ila wewe kama kijana kwa sasa hivi tumia maarifa yako ili kuweza kujiendeleza maishani.